Tunaingia sehemu ya 10 ya stori yetu, mfalme wa kisiwa cha Tony Pori. Tunaanza pale tulipoishia. Watu walipiga makofi na kumpongeza Bianca kwa maamuzi mazuri aliyoyafanya. Siku moja Hansi na Salama walikutana. Hansi alikuwa na maongezi na Salama na alikuwa anataka kumuuliza kama Salama alikuwa anajua kama Bianca alikuwa anampenda yeye. Salama akasema ndiyo, alikuwa anajua kama Bianca anampenda sana Hansi, kwa sababu Bianca alishawahi kumwambia kuwa anampenda sana Hansi. Ila Bianca akamuona Hansi hana hisia naye. Hivyo Bianca akaamua kuwa na mtu mwingine kwenye mahusiano. Na ndio maana anasema Salama kuwa alimwambia, na ndio maana anasema Salama alikuwa anamwambia sana Hansi amwambie ukweli Bianca kuwa anampenda sana, kwa sababu Bianca naye alikuwa anampenda sana Hansi, ila sasa kama mtoto wa kike alikuwa hawezi kujielezea. Salama akamsema pia Hansi kwa tabia yake ya kuwa domozege. Alimwambia anaweza kuzidiwa na watu wengine kwa sababu Nasodad alikuwa anaichangamkia sana fursa ya kuwa na Bianca. Tena haswa baada ya kujua Bianca amechaguliwa kuwa malkia wa kisiwa cha Tony Pori. Ndio upendo kwa Bianca ukazidi ili na yeye awe mfalme wa kisiwa cha Tony Pori. Anasema Salama Bianca angekuwa hana akili za kufikiria, basi angemkubali Nasodad awe mfalme wa kisiwa cha Tony Pori. Ila kwa bahati nzuri Bianca kamgundua mapema Nasodad kuwa hana mapenzi ya kweli na yeye, bali lengo lake lilikuwa ni kuwa mfalme wa kisiwa cha Tony Pori tu. Hansi akamuuliza Salama Bianca alijuaje kama yeye anampenda sana. Salama anasema yeye ndio aliyemwambia Bianca baada ya kuona Hansi anazubaa. Hansi akacheka kidogo kwa maneno ya Salama, ila yote kwa yote alimshukuru sana Salama kwa kumsaidia kufikisha ujumbe kwa Bianca, kwa sababu yeye alikuwa anaogopa kumtongoza Bianca, best friend wake wa tangu utotoni. Miezi miwili ikapita. Baada ya miezi miwili ndoa ya Hansi na Bianca ikafungwa nchini Tanzania. Ilikuwa ni ndoa ya kanisani ambayo ilihudhuriwa na watu wengi sana, akiwemo Mfalme Aren pamoja na familia yake yote. Hata viongozi wa serikali ya Tanzania nao pia walialikwa kwenye harusi ya mtoto wa Mfalme Aren. Wazazi wa Hansi nao walikuwepo na wao ndio walioandaa hii sherehe. Baada ya hapo akaenda kisiwani Tony Pori, na huko Bianca na Hansi walifunga ndoa ya kimila ambayo iliambatana na sherehe kubwa sana. Harusi ilifana kweli kweli. Huku kisiwani Tony Pori aliandaa sherehe alikuwa ni Mfalme Aren mwenyewe. Harusi zote hizo mbili Nasodad alikuwa anazishuhudia tu kwenye TV. Na baada ya sherehe za harusi kuisha, Bianca akatawazwa rasmi na kuwa malkia wa kisiwa cha Tony Pori. Nasodad roho ilimuuma sana, kwani alikuwa anatamani yeye ndo angekuwa mfalme wa kisiwa cha Tony Pori. Ila sasa hiyo nafasi yeye kaikosa na aliyeipata ni Hansi. Salama na yeye bana akaamua kuhamia kisiwani Tony Pori kwa sababu marafiki zake wote walikuwa wamehamia huko. Urafiki wa Bianca na Salama pamoja na Hansi haukuwahi kuchuja hata siku moja. Uongozi wa Bianca haukuwahi kuathiri urafiki wao. Ila Salama alikuwa kamisi sana Aksam. Siku moja Salama akaamua kwenda kwenye ile kampuni ya utalii ili kwenda kumwangalia Aksam kama atakuwepo bado. Alifika pale akamuulizia, akaambiwa Aksam alishaacha kazi miaka mingi iliyopita. Ila habari nzuri, Salama akapata namba za Aksam kutoka kwa wenzie Aksam waliokuwa wanafanya kazi wote hapo kwenye kampuni. Baada ya kufika nyumbani Salama hakutaka kupoteza muda. Alienda chumbani kwake na huko akampigia simu Aksam. Simu ilipokelewa na Salama aliweza kusikia sauti ya Aksam. Salama akamwambia Aksam kuwa yeye ni Salama. Aksam hakuamini alichokisikia. Alimuuliza kama ni Salama yule yule aliyepata matatizo kwa ajili yake. Salama akasema ndiyo. Aksam akamuomba Salama usiku wa siku hii waweze kukutana. Salama akakubali na akaenda kumuelezea Malkia Bianca kuhusu Aksam. Malkia Bianca akacheka kidogo na kusema yeye aliwaona tangu kipindi kile kuwa hawa watu walikuwa wanapendana sana. Malkia Bianca akawatakia heri katika mtoko wao wa leo usiku na kuwaombea dua kama vipi waweze kuanza mahusiano. Usiku wa siku hii Salama na Aksam wakakutana kwenye hotel moja ya hadhi ya juu sana
Aksam alianza kumhadithia Salama kuhusu maisha yake yeye na aliyekuwa mke wake Nafia. Aksam akasema yeye aliajiriwa kwenye kampuni ya utalii ya Mr. Hamdan na alikuwa anaendelea na kazi zake vizuri tu. Siku moja Nafia akaenda kwenye kampuni yao ya utalii. Akamwona Aksam akampenda na akataka wawe na mahusiano. Aksam akasema hakukataa, walianza mahusiano na mwisho wa siku akafunga ndoa kabisa. Anasema Aksam kabla ya kuingia kwenye ndoa walikuwa na maelewano mazuri sana, ila baada ya kuingia kwenye ndoa mwanamke ndio akaonyesha makucha yake. Cha kwanza Nafia ndio alikuwa yupo juu kuliko mumewe. Kauli yake yeye ndio ya mwisho. Aksam hana maamuzi kwenye nyumba yake. Cha pili, mwanamke yeyote atakayekuwa karibu na Aksam basi huyo lazima atatekwa na kuteswa. Haijalishi ni mwanamke wa Aksam ama ni rafiki tu wa Aksam. Yeye hajali hilo. Anachoangalia yeyote akiwa karibu na mumewe tu basi lazima atamtesa. Wakigombana kidogo tu basi atamdhihaki mpaka basi. Aksam akasema hayo maisha alikuwa kayachoka sana tu na mwisho akaamua kuachana na huyu mwanamke. Salama akashangaa baada ya kusikia wameachana. Aksam akasema ameachana na Nafia na anaomba kuanza mahusiano na Salama, wawe mke na mume, kwa sababu ni mwanamke ambaye anampenda sana. Salama bana akakubali kuwa na mahusiano na Aksam. Rasmi Salama na Aksam wakawa wapenzi. Salama akamfikishia hizi habari Malkia Bianca na Malkia Bianca akafurahi sana baada ya kusikia hivyo. Baada ya mwezi mmoja Salama na Aksam wakafunga ndoa. Ndoa yao ilikuwa ni ya fahari sana kwani ilisimamiwa na Malkia Bianca mwenyewe pamoja na Mfalme Hans. Nafia alishtuka sana baada ya kuona kwenye TV Aksam akiwa amemuoa Salama. Aliumia mno moyo wake kwa sababu bado alikuwa anampenda sana Aksam, ila kiburi chake tu ndio maana ameshindwa kukaa na mume. Nafia alitamani kumfanyia fujo Salama kama kipindi kile, lakini aliogopa kufanya hivyo kwa sababu Salama ana ukaribu mkubwa sana na familia ya kifalme. Na familia ya kifalme ina nguvu kubwa sana ya kipesa na kimamlaka, kwa hiyo akabaki kuumia tu moyo wake. Na huo ndo unakuwa mwisho wa stori yetu nzuri inayokwenda kwa jina la Mfalme wa Kisiwa cha Tony Pore. Tukutane katika stori nyingine nzuri.